Ni furaha nyingine tena msikilizaji wa Kwetu News 24 kukutana nawe tena katika asubuhi ya leo, ikiwa ni siku ya Jumanne ya tariki 16 Juni mwaka 2026. Hizi hapa habari zetu za ukweli na za uhakika kutoka kwenye uwanja wa mapambano, hususan kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari zetu leo hii zinagubikwa na habari nyingi sana, mkiwemo habari za huko Minembwe. Nikuombe usikose kusubscribe chaneli yetu ikiwa ndo mara yako ya kwanza kujiunga nasi. Usikose kucomment, usikose kushare na kulike ili uwe wa kwanza kupata habari zetu pale ambapo tukapozirusha angani. Habari zetu leo hii tuanzie huko Mitamba, habari ambazo zinahusu mapigano makali yaliyojiri asubuhi mapema kabisa alfajiri siku ya Jumatatu hii ya tariki 15 Juni mwaka 2026 tangu saa 11 ya alfajiri hadi mchana mzima wa Jumamosi hii ya tariki 15 Juni mwaka 2026. Mapambano hayo yalikuwa yamewakutanisha jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa ushirikiano na wazalendo wakipambana vikali dhidi ya AFC M23 pamoja na washirika wake mkiwemo Red Tabara pamoja na Twirwaneho. Mapambano hayo yanajiri baada ya jeshi la FARDC kuwasili eneo hilo la Mitamba kwa wingi siku chache zilizopita. Mapigano hayo yamepelekea kuzorota kwa shughuli za wakaaji eneo hilo. Licha ya jeshi la FARDC kuendelea kujiimarisha eneo hilo, hali bado ni ya wasiwasi, vyanzo vyetu vya ndani vimetuarifu. Eneo la Mitamba ni eneo linalopatikana ndani ya tarafa la Uvira, jimboni Kivu ya Kaskazini, eneo ambalo ni la kimkakati ukielekea huko Muravya ambako ni nyanda za juu za tarafa la Uvira. Wakati hayo yakijiri, msikilizaji, habari nyingine ni kwamba huko Katogota adui ambaye ni M23 pamoja na washirika wake waliokuwa huko Katogota eneo la Kamanyola wameshuhudiwa kupanda milimani kuelekea Minembwe ili kupana msaada kwa wenzao ambao wanapatikana maeneo ya huko Minembwe ambako inasemekana kuwa mapambano bado ni makali kati ya jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na AFC M23. Habari kutoka huko Katogota zinasema kuwa tangu saa 4 za usiku za Jumapili hii ya wiki tunayo walishuhudiwa M23 pamoja na washirika wake wakielekea maeneo ya Minembwe ili kuweza kupana msaada kwa wenzio ambao bado mapambano ni makali kwao. Duru nyingine zinasema kuwa M23 hao ambao walipanda siku ya Jumapili usiku wa saa 4 ni hao ambao walishuhudiwa huko Mitamba, eneo la nyanda za juu za tarafa la Fizi. Wakati hayo yakijiri namna hiyo, msikilizaji, eneo la Minembwe bado laendelea kuzua wasiwasi mkubwa miongoni mwa raia mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, huku wengi wakiamini kuwa tayari jeshi la taifa FARDC wameingia ndani ya mji wa Minembwe, wengine wakikanusha madai hayo na kusema kuwa video na picha mbalimbali zinazozunguka kwenye mitandao ya kijamii ni video za zamani ambako sare za kijeshi za Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo zinazoonekana kwenye picha hizo na video zinaonekana kuwa tofauti kabisa. Uchunguzi ambao umeweza kufanywa na Kwetu News 24 unabaini kuwa habari hizo bado hazijathibitishwa kwa sababu hakujawa na tangazo rasmi kutoka kwa jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo au serikali kuweza kuteka eneo hilo. Pamoja na hayo, viwalo au sare za kijeshi ambazo zinaonekana kwenye video mbalimbali hazifanani na sare za kisasa za jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kinachopelekea wasiwasi mwingi kwa raia ambao wanaishi mashariki mwa DRC ni kwamba bado wanajeshi wa wazalendo hawajaonekana wakishika video na picha kutoka kwenye makazi ya ndani kabisa huko Minembwe ili kuweza kuthibitishia raia kwamba eneo la Minembwe lipo mikononi mwao. Habari nyingi zinazagaa mitaani kuwa M23 alikimbia maeneo ya Minembwe na moja kwa moja kwa nguvu kubwa na kishindo serikali ya DRC ikaingia rasmi kabisa. Bado Kwetu News 24 inaendelea na uchunguzi ili kuwaletea taarifa kamili kuhusu habari za huko Minembwe. Naam, tugeukie upande wa Mwenga ambako jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo wanaendelea kuonyesha hali ya kutokusikilizana eneo hilo licha ya miundo mbalimbali inayohusu umoja pamoja na kuchapa kazi kwa kawaida. Akizungumza na Kwetu News 24,
Presse Ebongia, msemaji wa wazalendo huko Mwenga, alionyesha sababu kuu za wazalendo pamoja na FARDC kutokusikilizana, na hapa alitoa mwangaza akitoa suluhisho inayoweza kufanyika ili hali hiyo iweze kukomeshwa. Mzozo unaendelea huku Maridi ni kusema kama FARDC ilitumika kwa juu wakati tuliunda aksi ya Mlenga Walungu Kabare Bukavu, tulikuwa tuko sie bazalendo tukakutanana, mvuma zote ziko mwa akti ya route numero 2. Sie bote bila commandement yenye tatukomande sie bote, kila mtu atajikomande, tukunda axe opérationnel. Sie kuunda ile axe opérationnel, FARDC kukuwaka pale, wala Foka Mike hakukuwaka pale, ministre tukunda tukagua generale nani Matabaro Bashinde ndio mwenye komate, tukatia mwenye alikuwa observance, tukatia wamaya papeko alelo, tukatia wa malaika balikuwa wanamwita fimbo ya Musa. Kwa juu kwa sasa alishatoka, mimi ndio nilishakuwa pale ku Admelogi. Siku ikala vile kaanza tumika kazi zote kisawasawa, kikawaida, opere kila kitu sawa. Kufika majuzi ilikuwa siku ya 5, FARDC na tuite na tuandikia invitation tuende tukutanane. Kufika kule ku FARDC, komanda wa FARDC na komanda regima wa 33-0 banatuambia sasa, si kama tunawaita hapa nye bazalendo mchaguane mtoshe komanda ate. Sie tunabamuliza tukakisha komanda ate juu ya kosa gani ya komanda ate yetu tulikutaniwa tuko naye. Asema hapana, kosa yake batu yote wamupendi atoke tu. Sisi tukawaambia sema hapana, vinakana kama mkula randa za adui. Watu tugawane, tukikorogana kila mtu atenda lwake, na adui anakuya anapata njia ya Mwenga, anaingia Mwenga mpaka Kamituga na kushuka mpaka Manyema. Si tuko tayari kwa kufanya ile election yenu ya kuchagua komanda ate, watu kwenye tulianzaka ate ni FARDC hamkukuaka eko. Njoo habari nyiko ile mpaka leo njoo wanaendelea mvile kufikiria mvile, inafika mbele bangali wakuita, tukaona Korbo Vumaya Foka Ike ikaenda piganisha watoto wenye biko kulinye defro, kwanza kubapiga mse adui naye kwenye kombele ye na akapule kwenye watoto biko. Na ye Foka Mike ndio mwiko anapenda ile ale igabula batoto ba korogane bakabule kama ye naye na FARDC kapa wanaongea tujue vile. Ndio wale nyiko ile sie kutoka kwa ile kikao jana siku de manche unaingia nani Baworbo na Foka Mike banakutaniwa biko banafanya pije barabara. Hewa haiko sawa kati ya Korbo ya Foka Mike na platform. Sile benye tulijitosha mjabo vya uchaguzi njoo habari barili yenye iko mteritwari ya Mwenga kwa leo. Lakini tofauti na hayo tunavyozungumza kwa sasa hivi, hali ya usalama ikoje? Ni kwamba hamjapigana na M23 nyinyi au FARDC? Kwa sasa hivi sisi na FARDC hatuyapigana na M23 kwa leo, hatuyapigana.
na tukisema aseme tupigane, tunaona kama vile tulishakuwa kundi zenye ziko tofauti. Mwenye alipana risasi alikuwa komanda wa 3306 regiment. Lakini na nyinyi mshawahi kupata dotation fulani za FARDC, si kwamba FARDC wana upendeleo? Kwa muda yenye nilikuwa mbele FARDC haikuwa na upendeleo, lakini kwa hiyo wakati yenye tuko nayo sasa tunaona FARDC iko na upendeleo, na tunaona mpaka tunafikiria wakati ya kusema sie peke kwanza kununua yetu risasi kwa kupiga adui, hatutajitegemea tena risasi ya FARDC. Kwa nataka nini ili mjisikie kwamba mioyo yenu imefarijika na muwe sawa kwenye kazi? Sie kile ambacho tunachotaka ni kusema tunataka tu amani ikuwe idumu mu territory ya Mwenga, ndiri ngisi tulikutaniwa tuko na tuendeleshe kazi kwa kupambana na adui tukiwa pamoja sisi bote, na platforme na korbo na sie bote ba AMC ba PC ba IP na IPDC ba IP 63 sie bote tukue kimoja kwa kupambana na adui. Adui wetu mwenyewe tunaona kumacho ni M23. Neno lako la kushindiria kwa kumalizia, una neno lipi la kuongeza? Kwa kumalizia, kile mimi ninacholomba tu kwa serikali ishaurie ministre kwanza foka maike, atujue kama na kuwaka soga wala na kuwaka raia, imshaurie na ishaurie yeye komanda regiment wa 3306 ili tukue na amani na tufanye kazi pamoja kadiri na jinsi tulikuwaga mbele, na tuungane mkono pamoja. Wakati tukiachana tutaacha vulongo yetu inabebwa na huyu adui wetu mwenye anatusumbua zaidi. Prince Ebondia, tunakushukuru kwa muda wako, tunakutakia kila laheri na mafanikio mema katika kazi yako. Ndio na mshukuru sana mhariri. Shukrani. Na msikilizaji wa Kwetu News 24, kufikia hapo na mimi sina la ziada. Ulikuwa nami katika habari hizi za leo, ni kushukuru sana kuweza kuambatana nasi na nikualike kusikiliza habari zetu zijazo. Kwa heri kwa sasa.